Tunasoma kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 34 hadi wa 35. Neno la Mungu linasema hivi: Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Siku zote Mungu anaongea kwa mafumbo. Mafumbo ya Mungu ni unabii. Mafumbo ya Mungu ni unabii ambao unahitaji Roho Mtakatifu kufasiri. Hakuna mwanadamu anayeweza kufasiri unabii isipokuwa Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu ndani ya mtumishi wake. Hakuna mtu anaweza kufasiri unabii isipokuwa Mungu mwenyewe ndiye anayefasiri unabii. Kwa hiyo kupitia Torati na manabii Mungu ametabiri kwa habari njema, kwa habari njema ambayo sisi tumepewa kama neema. Watu wote wanatakiwa kujua hivyo. Siku ile Mfalme Daudi wakati anaenda kulichukua lile sanduku la agano katika nyumba ya binadamu, alipandishe katika nyumba yake mwenyewe. Amekusanya watu wengi wameambatana na hilo sanduku, na wakati wamelichukua hilo sanduku wameliweka katika mkokoteni unaovutwa na ng'ombe. Angalia, sanduku la Mungu wameliweka katika mkokoteni, linavutwa na ng'ombe. Daudi ametangulia mbele. Mfalme Daudi mtumishi wa Mungu anacheza na watu wanaimba, watu wanacheza, wanamsifu Mungu. Lakini watoto wawili wa binadamu, Ahio na Uza, wao ndio wanaolikokota hilo sanduku katika huo mkokoteni wa ng'ombe. Ahio ametangulia mbele na Uza yuko nyuma ya hilo sanduku au huo mkokoteni, wanalikokota. Wakafika mahali njia ni kama mbovu kidogo, ng'ombe wakaingia kwenye kolongo, sanduku la agano likawa kama linaanguka. Ng'ombe amekungua kidogo katika kolongo, sanduku likawa kama linaanguka. Basi Uza, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu, akalishika hilo sanduku ili lisianguke. Mungu akaghadhibika hapo hapo, akamuua. Kwa kulishika hilo sanduku Mungu akamuua. Watu wanamsifu Mungu, lakini Mungu ameghadhibika akamuua Uza hapo hapo kwa kulishika hilo sanduku. Furaha yote ikaisha, hofu ikaingia. Daudi akaogopa, akalirudisha sanduku lilikotoka, akaogopa hata kulipeleka nyumbani kwake, kwa sababu hawaelewi nini Mungu amekasirika. Kwa nini Mungu amekasirika? Kwa nini Mungu ameghadhibika? Hawaelewi, kwa sababu mawazo ya mwanadamu na mawazo ya Mungu ni vitu viwili tofauti. Anavyoona Mungu na anavyoona mwanadamu ni vitu viwili tofauti. Mungu hasahau neno lake. Kwa hiyo Mungu anataka kuona kwamba wanadamu wote wanamcha Mungu sawa sawa na neno lake. Wanadamu wote wanamwabudu Mungu na kumsifu sawa sawa na neno lake. Kwa hiyo kila ibada inayofanyika na wanadamu, Mungu anaichunguza kwenye neno lake.
kwamba hivi wanavyofanya ibada hawa wanadamu wanafanya sawasawa na neno langu au sawasawa na maneno yao wenyewe. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya ibada, lakini kumbe unafanya ibada kinyume na neno la Mungu. Mungu anaghadhibika, hakufurahii kama tunafanya ibada kinyume na neno la Mungu. Hapo humchi Mungu. Watu watakuona unamcha Mungu, watu watakuona unampenda Bwana wetu Yesu Kristo, lakini ukweli yeye akikutazama haumchi Mungu. Utajiita Mkristo, unafanya ibada, unaenda kanisani, unamwomba Mungu vizuri sana na unaonekana unampenda Mungu, lakini Mungu akikutazama ana ghadhabu. Kwa sababu gani? Ibada unazofanya haziendani na neno la Mungu. Kwa hiyo iko kama kwa nje unaonekana unampenda Mungu, unafanya ibada, lakini kwa ndani ya moyo wako wewe ni muasi, hutii neno la Mungu, hufuati neno la Mungu, hufuati Mungu alivyosema. Kwa hiyo hivi vitu watu wa Kristo wanatakiwa kuvijua. Ibada unayoifanya inaendana na neno la Mungu, au unafanya ibada tu kwa nje watu wakuone unamsifu Mungu, lakini ndani ya moyo wewe ni muasi. Uza akauawa. Wana wa Israeli waliokusanyika na sanduku la Mungu liko mbele yao, hii inamaanisha ni kanisa na ibada inafanyika, wanaimba na kumsifu Mungu. Ni ibada ndani ya kanisa. Na hilo sanduku lililobebwa sio kitu kingine, ni neno la Mungu. Hilo ndilo neno la Mungu. Leo ndiye Kristo yuko mbele, watu wanamsifu Mungu. Na Uza na Ahio wana wa Abinadabu, hawa ndio watumishi wa hilo neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Luka kuanzia sura ya 1 mstari wa 1 na kuendelea hapa mpaka wa 3 wa pili, anasema sisi ndio mashahidi watumishi wa lilo neno. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujua, kama ni mtumishi wa neno la Mungu, basi wewe unatakiwa kuongea au kufanya kila kitu kwa neno la Mungu. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, Luka mtakatifu sura ya 1 mstari wa 2 anasema, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Wanafunzi wa Yesu Kristo wanatajwa kwamba hawa ni watumishi wa neno la Mungu. Watumishi wote, wachungaji, manabii, mitume, hawa wote ni watumishi. Watumishi wa nini? Watumishi wa lile neno la Mungu. Neno la Mungu ndiye Yesu Kristo. Kwa hiyo Ahio na Uza ni watumishi wa lile neno ambalo ndiyo lile sanduku la agano, ndiye Yesu Kristo mwenyewe. Ni watumishi, wamelibeba hilo. Lakini ingawa ni watumishi na watu wote wanamsifu Mungu, Daudi anacheza mbele, wanafanya ibada, lakini Mungu ameghadhibika. Mungu ana hasira na watu wake. Kwa nini? Kwa sababu wanaonekana kwa nje wanafanya ibada, lakini kwa ndani wanalihalifu neno la Mungu. Hawajalishika neno la Mungu kama inavyotakiwa, kama ilivyoamuliwa. Hawalitii neno la Mungu kama inavyotakiwa. Wanaonekana ni Wakristo, wanaye Kristo, lakini ndani ya moyo hawana Kristo. Hawana Kristo. Kwa nini? Mafundisho wanayoyahubiri na wanayohubiriana siyo injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu ameghadhibika, akamuua Uza. Kumaanisha nini? Kumaanisha kwamba watu hawa wananiabudu tu midomoni mwao, wananiheshimu tu kwa midomo yao, wanafanya ibada bure, wananiabudu bure. Anasema katika Mathayo 15 mstari wa 8 na wa 9, watu hawa wananiheshimu kwa midomo tu, mioyo yao iko mbali na mimi.
Watu hawa wanafanya ibada, wananiabudu bure, hawana faida na mimi, kwa sababu ndani ya mioyo yao hawana mimi, wala hawashiki neno langu, wanasikiliza mafundisho ya wanadamu. Anasema katika Mathayo 15 kwamba wako Wakristo wanamcha Mungu, wanamheshimu Mungu midomoni tu. Mimi ni Mkristo, tunafanya ibada, wanamsifu Mungu kwa nyimbo nyingine nzuri ajabu, lakini Mungu akitazama haoni kama wanamheshimu, haoni. Wanamheshimu kwa midomo tu, wanafanya ibada bure, hawafuati neno la Mungu wala hawana neno la Mungu. Wanasikiliza mafundisho ya wanadamu, wanahubiriana mafundisho ya wanadamu, maneno ya dunia hii waliojitungia wao wenyewe, wakasema hili ndilo neno la Mungu, lakini ni maneno ya wanadamu. Watu maarufu wa dunia hii wamejitungia mahubiri yao wenyewe, sasa wameliacha neno la Mungu pembeni. Ndani ya mioyo yao hawana Kristo, ndani ya mioyo yao hawana Mungu. Hili ndo tatizo kubwa la Wakristo ulimwenguni. Nikisoma unabii huu moyo unauma. Ni nani atakayeokoka? Ni nani atakayeingia mbinguni kwa hali hii? Asilimia kubwa ya Wakristo wote wanamheshimu Mungu mdomoni tu, wanamwabudu Mungu bure. Ndani ya mioyo yao hawana Kristo, wala hawana injili ya Yesu Kristo, wala sio watumishi wa lile neno, bali wanahubiriana mafundisho ya wanadamu. Yuda Iskariot anajulikana kama ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, mtumishi wa Yesu Kristo, kama Ahio, kama Uza. Anajulikana na watu wote, anahubiri injili. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa Getsemane akiwa na wanafunzi akisali na kuomba, Yuda Iskariot anakuja, anamkumbatia Bwana wetu Yesu Kristo, anambusu, anamwambia Rabi, anambusu kana kwamba ni upendo. Wanafunzi wa Yesu Kristo wakimtazama Yuda wanasema Yuda anampenda Bwana wetu Yesu Kristo, Yuda anamfurahia Bwana wetu Yesu Kristo. Ndani ya moyo wa Yuda ni mtumishi wa Mungu anaye Kristo, lakini kumbe Yuda kwa nje anaonekana kama anamheshimu Yesu Kristo, kwa nje anaonekana kama anamwabudu Mungu, kumbe sio. Kwa ndani ni adui wa Yesu Kristo, ni msaliti. Hivi ndivyo Wakristo wengi walivyo. Ndio maana Mathayo 15 Mungu anasema wananiabudu bure, wanasikiliza mafundisho ya wanadamu. Yuda ana mafundisho gani? Amelitupilia mbali neno la Mungu. Sasa ana mafundisho ya wanadamu kupinga injili ya Yesu Kristo. Ameshika vipande 30 vya fedha, amevipata kwa mpinga Kristo, kwa wakuu wa makuhani wanaonekana kama ni wacha Mungu, lakini mafundisho yao ni fedha na mali kumpinga Yesu Kristo. Uza alipolishika sanduku ambalo ndio neno la Mungu, akafa hapo hapo. Yuda alipomkumbatia Yesu Kristo, watu wanahisi anampenda, kumbe anamchukia na ni mwasi, akafa. Mambo haya ni unabii ambayo yanatimia siku hadi siku. Uza alipolishika sanduku akafa. Yuda alipomkumbatia na kumbusu Bwana wetu Yesu Kristo akafa. Angalia hii siri. Kwa nini? Analishika sanduku. Unalishika sanduku kana kwamba analipenda lisianguke, lakini hatii hilo neno la Mungu, halitii. Ndiyo analishika sanduku lisianguke. Uza analishika lisianguke, lakini Mungu akitazama anaona huyu hana neno langu ndani ya moyo. Kwa nini? Neno la Mungu, sanduku la agano, halikuamuliwa libebe kwenye mkokoteni, halikuamuliwa libebe kwenye mkokoteni, bali liliamuliwa libebe katika bega, libebwe katika bega. Ndio maana lina fimbo mbili ya kubebea, watu wawili mbele, watu wawili nyuma, libebwe mabegani. Wao wakaliweka kwenye mkokoteni. Ni neno la nani linalosema? Ni amri ya nani inayosema wabebe sanduku la agano kwenye mkokoteni?
Neno la Mungu linasema, amri ya Mungu inasema sanduku la agano libebwe begani na watu wanne. Ndio maana lina fimbo upande huu na upande huu kwa ajili ya kulibeba begani. Lakini wao wanaonekana kumpenda Mungu, kulipenda neno la Mungu, lakini hilo neno hawakulitii, wakaliweka kwenye mkokoteni wa ng'ombe. Ni amri ya nani iliyosema sanduku la agano liwekwe kwenye mkokoteni wa ng'ombe? Ndiyo kosa kubwa. Mungu anaghadhibika. Mungu amesema libebwe begani, wao wanalibeba kwenye mkokoteni wa ng'ombe, tena linaburuzwa na ng'ombe. Hawataki kuchukua hilo neno katika mabega yao. Hawataki kulibeba hilo neno la Mungu katika mabega yao. Wanataka ng'ombe ndo aburuze alipeleke. Mungu akaghadhibika, akawapiga. Wasielewe tumekosa wapi. Neno linasema neno la Mungu na libebwe na wanadamu. Sasa wao wamelichukua neno la Mungu libebwe na ng'ombe, wanyama, mkokoteni. Akawapiga. Hivyo hivyo hata leo wanaonekana watu wanamsifu Mungu, wanaonekana watu wanamwabudu Mungu, lakini angalia wanachokifanya. Badala ya kuhubiri hilo neno la Mungu, Yesu Kristo, mwili na damu yake, wanahubiri fedha na mali. Injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu yake. Bwana wetu Yesu Kristo amehubiri mwili na damu yake. Kila mtu amtazamaye Yesu Kristo na kumwamini katika mwili na damu yake ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Anasema katika Yohana sura ya 6 mstari wa 40. Anaanza 49, 40, 53, 54, anasema hivyo. Mwili na damu yake ndiyo Injili. Lakini dunia sasa hivi wanaonekana wanamsifu Mungu, wanamwabudu Mungu, wanamsifu kwa nyimbo, wanafanya ibada, wanahubiriana fedha na mali. Ni nani aliyesema fedha na mali ndiyo mkombozi wa watu na dhambi zao? Hawawezi kumhubiri Yesu Kristo. Wanajiita Wakristo lakini wanahubiriana fedha na mali, majumba na magari. Mwili na damu ya Yesu Kristo, imani ya Yesu Kristo katika mwili na damu yake imetupiliwa mbali. Wamemweka Yesu Kristo mbali, hawataki. Wanamwabudu bure wakifuata mafundisho ya wanadamu. Na hii ndio sababu Mungu anasema fedha yao na dhahabu zao hazitawaokoa siku ya ghadhabu. Hawataokoa roho zao. Kwa nini? Wanahubiriana mafundisho ya wanadamu ya dunia hii, fedha na mali. Wametamani fedha, wanahubiriana majumba na magari, wamewaka tamaa. Sasa hayo ndio wanayaita ni Injili, eti watakatifu. Watakatifu kwa kuhubiriana fedha na mali? Mtakatifu yoyote ni yule ambaye anaamini katika damu ya Yesu Kristo. Huyo ndio mtakatifu, kwa sababu maandiko yanasema tumepata utakaso mara moja kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo. Waibrania 10 mstari wa 10. Lakini mstari wa 19 unasema tunaingia mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 unasema tumeoshwa dhambi kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa watu hawahubiri damu, wanahubiri fedha na mali, alafu wanajiita wao ni wana wa Mungu. Angalia hii. Yaani wanahubiriana majumba na magari, wanahubiriana fedha na mali, alafu wanajiita sisi ni wana wa Mungu. Hawataki tu kusema wana wa majoka, wana wa Ibilisi. Ni nani aliyekuambia ukihubiri fedha na mali, ukiamini katika fedha na mali ndio unakuwa mtakatifu, mwenye haki wa Mungu, mwana wa Mungu? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na watoto ni watakatifu waliozaliwa kwa Mungu kwa Yesu Kristo. Sasa wewe unahubiri fedha na mali, unahubiri majumba na magari, alafu unajiita ni mwana wa Mungu. Wanamheshimu bure kwa midomo tu, na mioyo yao iko mbali na Mungu. Basi tuangalie mtakatifu ni nani. Mungu anaongea kwa mifano. Neno la Mungu hapa linasemaje? Malaika wa Mungu akamjia Mariamu, Bikira Mariamu, akamwambia umebarikiwa wewe mwanamke, Bikira Mariamu, umebarikiwa kuliko wanawake wote.
salamu Mariamu, wewe uliyebarikiwa. Akasema hii salamu ya namna gani? Akamwambia usiogope, utazaa mwana, si ndio? Utazaa mwana, na huyo mwana ni mkombozi, na huyo mwana ni mwana wa Mungu mtakatifu. Mariamu anasema itakuwaje na mimi simjui mume? Akamwambia usiogope, Roho Mtakatifu atakufunika kama kivuli, utachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na hicho kitakachozaliwa ndani yako kitaitwa kitakatifu. Watu wengi wanasoma haya maandiko hawaelewi Mungu anafundisha nini. Bikira Mariamu anaambiwa hautapata mwana ambaye mtakatifu kama ukiwa na mume wa kibinadamu, kwa mbegu ya kibinadamu. Huyu hawezi kuitwa mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu atakufunika, nawe utachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa nini kitaitwa kitakatifu? Kwa sababu kimezaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, sio kama wanadamu wanavyodhaa mume na mke. Kwa mbegu ya wanaume, kwa mbegu ya mwanaume hazaliwi mtoto mtakatifu, wanazaliwa wote wenye dhambi. Wanadamu wote ni wenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu tumezaliwa kwa mwili na damu, kwa mbegu ya wanadamu ambayo asili yake kutoka Adamu. Tumekuwa wenye dhambi, tumelisi dhambi kutoka kwa Adamu. Kwa hiyo wanadamu wanapozaliwa kwa hali ya kawaida, wanadamu wote ni wenye dhambi, wanahitaji ukombozi. Lakini Yesu Kristo hazaliwi kama wanadamu wanavyozaliwa. Kwa sababu gani? Ili aonekane yeye ni mtakatifu kuliko wanadamu wote. Yeye hana dhambi, ndio maana hakudhaliwa kwa mbegu ya mwanaume. Malaika anamwambia utachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Huyo atakayezaliwa ataitwa mtakatifu, mwana wa Mungu aliyezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Kumbe kila kiumbe kinachozaliwa kwa Roho kinaitwa kitakatifu, kwa sababu huyo Roho ni Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Hicho kinaitwa kitakatifu na ndio mwana wa Mungu, kwa sababu hakuzaliwa kwa mapenzi ya mwili kama sisi wanadamu tunavyozaliwa. Hakuzaliwa kwa damu na nyama kama sisi tunavyozaliwa. Wanadamu wanazaliwa mtu mume na mtu mke wakiwa pamoja, anazaliwa. Huyu atakayezaliwa ni mwenye dhambi, kwa sababu wanadamu wote ni wenye dhambi. Lakini Yesu Kristo anazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, anazaliwa kwa Roho, kwa jinsi ya Roho. Kwa hiyo huyo aliyezaliwa kwa jinsi ya Roho ni Roho tena mtakatifu, mwana wa Mungu. Hii ndiyo siri ya Mungu anatufundisha. Tusome mara moja zaidi. Neno la Mungu linasema, malaika kajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Yeye ni mwana wa Mungu si kwa sababu amezaliwa kama mwanadamu, kwa sababu amezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yeye ni mtakatifu, mwana wa Mungu, kwa sababu amezaliwa kwa jinsi ya Roho. Kwa hiyo Mungu ni Roho, tena mtakatifu, mwenye haki. Kwa hiyo wote waliozaliwa kwa Roho, hawa ni wana wa Mungu, watakatifu, wenye haki, wenye uzima wa milele kama Mungu mwenyewe. Kwa kuwa Yesu Kristo ni Roho, mwana wa Mungu, kwake yeye Mungu alimtuma ili wanadamu wazaliwe mara ya pili kwa yeye. Ili sasa, kwa nini tuzaliwe mara ya pili? Tuzaliwe mara ya pili kwa sababu mara ya kwanza tumezaliwa kwa mapenzi ya mwili na damu, mapenzi ya mtu mume na mtu mke. Tumezaliwa tukawa wenye dhambi. Mungu anamtuma Yesu Kristo ambaye ni Roho wa Mungu, ambaye ndio mwana mtakatifu wa Mungu. Kwa yeye Yesu Kristo watu wote wazaliwe mara ya pili.
Tukisha kuzaliwa mara ya pili, hatuitwi tena wenye dhambi, hatuitwi tena wana wa majoka, tunaitwa sasa watakatifu, wana wa Mungu waliozaliwa kwa jinsi ya Roho kama Yesu Kristo alivyozaliwa. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu Kristo kwa jinsi ya uwezo wa Roho Mtakatifu ilikuwa ni mfano wa wanadamu wote watakaozaliwa kwa jinsi ya Roho kwa Yesu Kristo kwa njia ya imani katika damu yake. Hawa nao wataitwa wana wa Mungu watakatifu waliozaliwa kwa Roho. Damu ya Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kuelewa siri ya maandiko matakatifu. Mungu anatupenda kuliko. Amemtuma Yesu Kristo ulimwenguni ili kwa yeye wanadamu wazaliwe mara ya pili. Sasa hapa hatuzaliwi kwa jinsi ya mwili, tunazaliwa kwa jinsi ya Roho ili tuitwe kitakatifu. Hicho kitakachozaliwa mara ya pili kwa jinsi ya Roho kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Ndio Wakristo wanaomwamini Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema hivi: mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi uzima wa milele, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea mpaka 6, anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu, hawezi kuwa mwana wa Mungu huyo, hawezi kuwa mtakatifu huyo, hawezi kuitwa mwenye haki, hawezi kuitwa mwana wa Mungu. Kama hukuzaliwa mara ya pili, huwezi kuwa Mkristo wa kweli. Angalia neno la Mungu anavyosema. Huwezi kuitwa mwana wa Mungu kaingia mbinguni, huwezi kuitwa wewe ni mtakatifu kama hukuzaliwa mara ya pili. Na anatoa maelezo, anasema hivi: mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa maji na Roho. Kwa hiyo kumbe ni lazima mwanadamu aliyezaliwa kwa jinsi ya mwili akawa mwenye dhambi, ni lazima azaliwe mara ya pili kwa jinsi ya Roho kwa Yesu Kristo kwa njia ya imani katika damu yake, ili aitwe sasa, hicho kilichozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Hii ndiyo injili takatifu ambayo watu wanatakiwa kuhubiriwa na kuiamini. Yesu Kristo Bwana wetu anasema hakuna mtu atakayeingia mbinguni kama hukuzaliwa mara ya pili kwa maji na Roho. Anatoa ufafanuzi, anasema tena, anatufundisha, anasema kwa sababu kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Sasa angalia, wanadamu tumezaliwa kwa mwili, sisi ni mwili wenye dhambi, wanadamu wenye dhambi. Huu mwili haulisi uzima wa milele. Kwa mwili huu hatuitwi wana wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Tumezaliwa kwa mwili, tumetoka kwa Adamu, tumetoka kwa mama zetu, na mama zetu wamezaliwa kwa mama zao. Kila mtu amezaliwa kwa mwili, huo ni mwili. Lakini kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Kwa hiyo kumbe kitakachorisi uzima wa milele ni Roho aliyezaliwa kwa Roho. Roho ni nani? Yesu Kristo ni Mungu, ndiye Roho. Atakayezaliwa kwa Roho, huyo ni Roho. Alafu huyo ndio atakayeitwa mtakatifu, mwana wa Mungu, atakayezaliwa kwa Roho, Yesu Kristo. Mungu amemtuma Yesu Kristo ili yeye atuzae sisi mara ya pili kupitia damu yake. Kwa hiyo sasa, wa kuurithi uzima wa milele, Mungu anayemtambua kwamba huyu ni mwana wa Mungu, anayewatambua hawa ni watoto wangu, hawa ni watakatifu, ni wale tu waliozaliwa kwa Roho Yesu Kristo kwa njia ya imani katika damu yake. Hawa ndio wanaitwa watakatifu. Tusome neno la Mungu mara moja. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6 anasema, mstari wa 5 anasema, Yesu akajibu, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Ili uitwe mwana wa Mungu ni lazima uzaliwe mara ya pili kwa jinsi ya Roho.
Ili uitwe wewe ni Mkristo mtakatifu, mwana wa Mungu mwenye haki, ni lazima uzaliwe mara ya pili, kwa sababu mara ya kwanza tumezaliwa kwa mwili, tumekuwa wanadamu wenye dhambi. Sasa Mungu amemtuma Yesu Kristo ili tuzaliwe mara ya pili kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo katika damu yake, ili tuitwe sasa hicho kilichozaliwa kwa Roho ni kitakatifu, mwana wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo Injili. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13 unasema, wote waliompokea Yesu Kristo, wote waliompokea Yesu Kristo na kumwamini wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana akawafanya kuwa wana wa Mungu wale waliaminio jina lake, sio kwa jinsi ya mwili, bali sio kwa jinsi ya damu, sio waliozaliwa kwa mwili na damu, bali wale waliozaliwa kwa neno, kwa mapenzi ya Mungu, kwa Yesu Kristo, kwa njia ya imani katika damu yake. Hawa ndio wanaoitwa wana wa Mungu. Huku ndo kuzaliwa mara ya pili, kwamba Mungu anasema katika mstari wa 12 na wa 13, wote waliompokea Yesu Kristo, waliomwamini Yesu Kristo, wakamtegemea Yesu Kristo katika mwili na damu yake, hao wote Mungu amewafanya, amewapa neema ya kuitwa wana wa Mungu, waliozaliwa kwa Yesu Kristo, ambaye huyu ni mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo mtakatifu huzaa watakatifu. Adam amekuwa mwenye dhambi na kizazi chake chote kinachozaliwa kwa Adam ni wenye dhambi. Wanadamu wote ni wenye dhambi, lakini Yesu Kristo ni mtakatifu. Wote wanaozaliwa kwa Yesu Kristo mtakatifu, wote ni watakatifu. Ndiyo maana anasema wote waliomwamini Yesu Kristo na kumpokea, hawa wote amewafanya kuwa wana wa Mungu. Sio waliozaliwa kwa mwili na damu, bali kwa Mungu, kwa mapenzi ya Mungu. Tusome mara moja tuone hiyo. Neno la Mungu nasema hivi, Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndiyo wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Wana wa Mungu sio wale waliozaliwa kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya damu, kutoka kwa mtu mke, mtu mume. Hao sio wana wa Mungu. Hao ni wana wa Adamu. Ndio maana tunaitwa wanadamu, kwa sababu Adamu amekuwa mwenye dhambi tangu mwanzo, na uzao wake wote ni wenye dhambi, kwa sababu tumezaliwa kutoka kwa mwenye dhambi. Sasa tunatakiwa tuitwe wana wa Mungu. Mungu akataka kutuzaa mara ya pili, akaona hawa watoto lazima wazaliwe mara ya pili, sio mwili tena, bali roho zao, kwa jinsi ya roho wazaliwe mara ya pili. Hapo ndipo wataitwa wana wa Mungu. Akamtuma Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo, kwa maji na roho, sasa tumezaliwa mara ya pili. Hatuitwi tena wenye dhambi, bali roho zetu Mungu akitutazama ni wenye haki, watakatifu, wana wa Mungu kwa jinsi ya roho. Tunapobatizwa kwa maji na kuikiri damu ya Yesu Kristo, tumezaliwa kwa roho. Mtume Petro katika waraka wake wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 anasema, tumezaliwa si kwa mbegu iharibikayo. Tumezaliwa mara ya pili sio kwa mbegu iharibikayo, bali ile idumuyo milele, yani neno la Mungu. Yesu Kristo ndiye neno la Mungu. Watu hawaelewi. Mungu ni mtakatifu, Yesu Kristo ni mtakatifu. Kama kila mtu atazaliwa kutoka kwa Yesu Kristo mtakatifu, na hao waliozaliwa kwa yeye wote wataitwa watakatifu. Mungu ni mtakatifu, wanaozaliwa kwa roho wote ni watakatifu. Mungu ni roho, Yesu Kristo ni roho. Wote watakaozaliwa kwa roho Yesu Kristo, hawa wote wataitwa watakatifu, kwa sababu Yesu Kristo Bwana wetu ni mtakatifu tangu milele. Wote wanaitwa watakatifu. Mungu ni mtakatifu.
Roho Mtakatifu anasema utazaa mwana kwa jinsi ya uwezo wa Roho Mtakatifu, na huyu atakayezaliwa ataitwa mtakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mtakatifu. Kila mtu anayezaliwa kutoka kwa Yesu Kristo, huyo naye ni mtakatifu. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu na wote wanaozaliwa kwa Yesu Kristo wote ni watakatifu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 16 unasema hivyo. Tusome mara moja. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 16 anasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Nini maana yake? Ninyi mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Ninyi mmemwamini Yesu Kristo mtakatifu, kwa hiyo mmezaliwa kwa Yesu Kristo. Ninyi ni watakatifu kwa sababu mmezaliwa kwa Roho, kwa yeye aliye mtakatifu. Aliyezaliwa kwa mwenye dhambi ni mwenye dhambi. Tulizaliwa kwa Adamu mwenye dhambi, tumekuwa wenye dhambi wote. Tumezaliwa kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu mtakatifu, sasa wote tunaitwa watakatifu. Hii ndio maana nasema ninyi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa maneno mengine, tumekuwa wenye dhambi kwa sababu Adamu baba yetu alikuwa mwenye dhambi. Kwa hiyo tumekuwa watakatifu kwa sababu Yesu Kristo ni mtakatifu. Tumezaliwa kwa yeye, damu ya Yesu Kristo. Watu lazima wajue hiyo. Watu lazima wajue hiyo. Kwa hiyo Wakristo wajue, wanatakiwa kujua jina lao. Majina yetu tuliopewa na Mungu baada ya kuzaliwa mara ya kwanza, mara ya pili ni nini? Tulipozaliwa kwa Adamu baba yetu, jina letu tukawa tunaitwa wenye dhambi, laana na mauti. Haya ndio majina yetu tulipozaliwa kwa Adamu yule mwenye dhambi. Lakini tulipozaliwa kwa Adamu wa pili, Yesu Kristo huyu mtakatifu, majina yetu ni yale ya yule mtakatifu aliyetuzaa. Tunaitwa watakatifu, wana wa Mungu, wenye haki. Kwa Adamu yule wa kwanza baba yetu kwa jinsi ya mwili na damu, tunaitwa kwa majina ya yeye mwenye dhambi, laana na mauti. Kwa Yesu Kristo tuliozaliwa kwa Yesu Kristo, tunaitwa kwa majina yake yeye aliyetuzaa, mtakatifu, mwenye haki, wana wa Mungu. Hivi ndivyo ilivyo. Na kwa sababu hiyo Mungu anatufurahia. Kwa sababu gani? Kilichozaliwa kwa mtakatifu ni kitakatifu na kinaitwa mwana wa Mungu. Tunaitwa wana wa Mungu. Lazima utambue majina yako. Ajabu kumwona Mkristo anasema mimi ni mwenye dhambi. Ndiyo, ulizaliwa kwa Adamu ni mwenye dhambi, lakini umezaliwa kwa Yesu Kristo unaitwa mwenye haki, mtakatifu, mwana wa Mungu. Unawezaje kusema Baba, sikia maombi yangu? Baba yako ni nani? Baba yako ni mtakatifu. Kwa hiyo wewe kama umezaliwa kwa yeye mtakatifu, wewe ni nani? Wewe ni mtakatifu, kwa sababu imeandikwa. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu sio mwenye dhambi. Kama unasema wewe Mungu ni baba yako, Yesu Kristo ni Bwana wako, basi ujue Mungu ni mtakatifu na yeye amezaa watakatifu. Yesu Kristo anajulikana kama ni mwana wa Mungu mtakatifu kwa sababu amezaliwa na Kristo na Mungu mtakatifu. Wewe umezaliwa kwa Yesu Kristo. Wewe ni nani? Mwenye dhambi. Wewe ni mtakatifu. Ukisema wewe ni mwenye dhambi, umemkufuru Yesu Kristo, umemaanisha Yesu Kristo ni mwenye dhambi, kwa hiyo kazaa uzao wenye dhambi kama yeye. Yesu Kristo sio mwenye dhambi. Kwa hiyo siwezi kuthubutu kutaja majina ya dhamani, nataja majina yale niliyopewa na Baba, niliyezaliwa kwa yeye. Mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni Mkristo wa kweli niliye na Kristo ndani yangu, kwa sababu nimezaliwa kwa yeye. Kwa sababu kila mtu hapa duniani anashuhudia jina alilopewa na mzazi wake. Umezaliwa kutoka kwa mzazi wako, kwa hiyo jina unaloitwa umepewa na mzazi wako.
na huoni haya kushuhudia jina ulilopewa na mzazi wako. Unasema kabisa, kama wewe ni Joni, unasema mimi Joni. Umelipata kwa nani? Baba yako ndo amekuita. Kama wewe ni Ana, unasema mimi ni Ana. Umelipata wapi? Mzazi wangu ndo kanipa. Kwa hiyo siku zote duniani tunashuhudia majina tuliyopewa na wazazi wetu. Yesu Kristo anasema, kama umezaliwa kwa mimi kwa njia ya imani katika damu ya Yesu Kristo, wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo unaitwa mwana wa Mungu, mtakatifu wa Mungu. Ajabu, Mkristo anaendelea kusema yeye ni mwenye dhambi, laana na mauti. Ameikataa damu ya Yesu Kristo, amemkataa Kristo aliyemzaa. Sisi ni watakatifu na Mungu anafurahia watakatifu wake ulimwenguni. Mtu anaposema watakatifu hawapo ulimwenguni, huyu amelaaniwa huyu. Mtu anayesema duniani hakuna watakatifu, wewe ni mtakatifu, ushakufa, huyu hajui moja mpaka mbili, tena ndani yake yuko Ibilisi, na anayeongea hivyo ni Shetani mwenyewe. Make tumewasikia hao watu. Ukisema wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu namna gani? Wewe umeshakufa. Mtu akishakufa ndio anakuwa mtakatifu, utakuwa ni kichaa. Yesu amezaa watoto wakiwa wamekufa au wakiwa hai hapa duniani. Yesu ana watoto wengi aliyowazaa kwa damu yake hapa duniani. Wewe unasema sio mtakatifu, umeikataa damu ya Yesu Kristo. Mtu anayesema wewe sio mtakatifu kwa sababu hujafa bado, wewe ni mwanadamu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Tunaposema sisi ni wana wa Mungu, ni hii roho, kwa sababu yeye aliyetuzaa ni roho. Kwa hiyo amezaa mwili. Roho haizai mwili, roho inazaa roho. Kwa hiyo roho zetu ni wana wa Mungu, roho zetu ni watakatifu, roho zetu wana uzima wa milele. Tuna uzima wa milele, roho sio mwili. Unapokataa kusema wewe sio mtakatifu, pole sana. Manake unasema mimi sio mtakatifu, mimi ni mwenye dhambi, mwana wa majoka. Unashindwa tu kumalizia hapo, mwana wa majoka. Shetani Ibilisi ndiyo baba yangu, huyo ndio mkuu wa dhambi, laana na mauti. Na unaposema wewe ni mwana wa Mungu mwenye haki, mtakatifu, unasema mimi ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo aliyenizaa mara ya pili kwa damu yake. Tusome kitabu cha Zaburi. Mungu anasema anafurahia watakatifu walioko ulimwenguni humu. Zaburi sura ya 16 mstari wa 3, Mungu anasema hivi: watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watu wanasema hakuna mtakatifu duniani, utakuwa ni kichaa na huna Mungu ndani yako. Alafu anayeongea ndani yako ni Shetani Ibilisi, baba yako. Kama unasema hakuna watakatifu duniani, umepotea, kwa sababu Kristo amewazaa watoto wengi ulimwenguni ambao wako ulimwenguni. Ibrahimu ana watoto wengi duniani, anaitwa baba wa mataifa, baba wa imani. Sio wale waliozaliwa kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya roho, kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo. Wewe unasema hakuna mtakatifu duniani, haujui moja mpaka mwisho, alafu unajiita mtakatifu, unajiita Mkristo. Mkristo hajui yeye ni nani. Mkristo hajitambui yeye ni nani, amezaliwa kwa mzazi yupi. Mkristo hamjui mzazi wake, anaitwa Mkristo lakini hajui amezaliwa kwa nani. Umezaliwa kwa nani? Hata jina lake halijui. Mkristo huyo. Mungu anapendezwa na watakatifu walioko ulimwenguni hapa, waliozaliwa kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya roho, kwa Yesu Kristo, kwa njia ya imani. Wote tujue hilo, na hapo ndipo tunapofurahiwa na Mungu wetu. Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.